Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu. Hii dunia hii toba iliyobaki ni kuipambania nafsi yako. Tena zama hizi ni kumwomba zaidi Mwenyezi Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema. Na mimi kuna kitu ambacho kimesababisha nikuite hapa ili tuweze kuzungumza, na itakuwa sio vizuri mimi nianze kukutupia maneno kama vile mtu ambaye hatufahamiani. Idris, unajua huu ni mwezi wa Ramadhani, alafu watu watakufikiria vibaya. Hivi Alfani mume wangu, kwani wewe utaishi kwenye mafumbo na nao mpaka lini? Yaani ukiongea tu hivi moja kwa moja ukaeleweka, kinaharibika nini hapa? Come on. Chezi wewe. Huyu mkampige miti huyu. Wewe baba wewe. Huyu kampige wewe, kampige miti shamba huyo. Unaweza kuniambia ulichokuwa unafanya kule ni kitu gani? Nasema na wewe. Kule ulikuwa unafanya nini? Jamani. Wewe mzee vipi jamani, mkali huo vipi, tukuogope au? Kwenye mathna pale mke wangu, kwa sababu wewe ndo mke mkubwa ambaye unampokea mdogo wako. Yaani fadhila utakazozipata kwa Mwenyezi Mungu. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito. Yaani wewe namba ngeni, mtu umjui, unaacha kupokea simu na wanataka kupokea unaenda nje. Una maongezi gani? Alafu nyinyi mashamba mna matatizo sana hivi. Hivi umeelewa mawaidha ya Sheikh Rahimu leo? Wallahi wa billahi, tangu tuanze Ramadhani hii leo mimi sio kuelewa, nimeshiba aliyosema al-ustadhi katika mimbari. Hivi kwa mazungumzo ya ustadhi nilivyomuelewa mimi, anasema Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Ramadhani kukulipa 1 kwa 10. Kuna tajiri ambaye anaweza kulipa 1 kwa 10. La tubtulu sadaqat bil manni wal adha. Jamani, mnapokuwa mnatoa zile sadaka zenu sasa, msiziharibu kwa masimango na masikitiko. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu, tukiomba rehema na msamaha. Ya Allah,